Taharuki miongoni mwa Kenya. Ari ya Wakenya wengi hasa wafuasi wa chama cha kisiasa cha Jubilee wakimtaka Uhuru Kenyatta, rais huyo mstaafu, kuzungumzia msimamo wake wa jinsi serikali inavyoendelezwa na sera zake zinazohujumu wa Kenya, na hata ari ya kuzungumza ama kueleza hatima ya chama cha Jubilee kwenye ukingo wa kisiasa za hapa nchini, haswa 2027, chama anachokiongoza kama kinara wake. Ari yenyewe imefika kikomo baada ya Uhuru Kenyatta kuzungumza wakati wa ADC speciali, ukipenda mkutano wa krishi wa chama cha kisiasa, mazungumzo ambayo imewakisha mitandao ya kijamii baada ya taarifa yaliyoweza kuzungumza Uhuru Kenyatta kusambaa mitandaoni ya kijamii. Vita mpya vya kisiasa baina ya wakaribu wake Rais William Ruto yakielekezwa sasa kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na hata kuna uwezekano mkubwa haya yatatingiza mrengo mmoja wa upinzani, zana za vita za siasa zikielekezwa sasa kwa Dr. Fred Matiang'i aliyehudhuria ADC ya Jubilee na kudida kuhudhuria mkutano mkuu wa chama cha PLP chake Martha Karua uliofanyika sawia na ADC ya Jubilee. Nikikueleza haya kwa kina, taarifa hizi na nyinginezo, ujambo na karibu mtazamaji, tudadisi pia uweze kunieleza wazo lako chini ya comment section. Na Uhuru Kenyatta ameshtumu vikali utawala uliopo, na hasa baada ya kumaliza miradi muhimu aliyoanzisha wakati wa utawala wake, ikiwemo bima ya Linda Mama na mbadala wake. Utawala uliopo kuanzisha shauri ambayo haijajaribiwa, kisha na maana kuzorotesha hali ya utu ya Wakenya, hasa kwa utoaji wa huduma za afya. Kwa hakika hili likielekezwa kwa Rais William Ruto na bima ya SHA aliyoanzisha tangu ashike usukani wa uongozi wa taifa la Kenya. Vilevile Uhuru Kenyatta hakusita kuwakumbusha Wakenya uchaguzi uliopita wa mwaka wa 2022. Aliwaonya dhidi ya kupigia kura uongozi ama serikali iliyo mamlakani, lakini Wakenya hawakusikia. Porojo, uchongezi wa kibinafsi yani character assassination, matusi, visasiri na hadithi za hasra na dynasty zikabeba siku. Kwa mara nyingine hili ni cheche lililoelekezwa kwa Rais William Ruto. Aidha, Uhuru Kenyatta alionya pia dhidi ya kuchagua viongozi kwa misingi ya jinsi walivyozaliwa. Kwa mujibu wa nukuu imeweza kunukuliwa kisha kuchapishwa mitandaoni ya kijamii, imesema kusema ati kwa sababu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa? Hapana, njoo uambie Wakenya ni nini utawafanyia. Hili likishuta baadhi ya wabunge. Ni kufuatia haya yote sasa Rais William Ruto ni sharti amjibu Uhuru Kenyatta, na ili kuzuilia uwezekano wowote Uhuru Kenyatta kukuwa na umuhimu wa kisiasa kadri tunavyoelekea 2027. Ruto hili atalitekeleza kwa jinsi gani? Kuna uwezekano mkubwa sasa maburuga wa kiserikali wataamuliwa kuanza kumlima Uhuru Kenyatta mitandaoni na kufua baadhi ya madai ya kashfa zinazohusishwa na utawala wa Uhuru Kenyatta, kwa mfano Eurobond, KEMSA na jinginezo, na ili kubatilisha muonekano wa utawala mbaya wa Rais William Ruto. Pili, William Ruto atatumia vibaraka wake wanaotoka eneo moja na Uhuru Kenyatta na wabunge hao waliorejelewa na Uhuru Kenyatta wa kutokuwa na ujuzi wa kuongoza kumlima Uhuru Kenyatta kisiasa. Uhuru Kenyatta kupigia dembe uongozi mbadala wa uongozi uliopo na kushikamana na Fred Matiang'i kwenye ADC ya Jubilee. Ni wazi sasa chama cha Jubilee kiko nyuma ya Fred Matiang'i. Hili huenda likaleta kutoaminiana baina ya vinara wa umoja wa upinzani, na mkutano mkuu wa chama cha PLP chake Martha Karua kufanyika siku hiyo hiyo ya ADC ya Jubilee. Pengine haikuwa kwa coincidence, ila ilikuwa kumweka Fred Matiang'i kwenye vigezo vya uaminifu kwa mrengo wa upinzani. Sasa mtazamaji wangu, mengi ya tajiri, cheche
marumbano ya maneno ya kisiasa yakielekezwa Uhuru Kenyatta kutoka kwa mrengo wanaounga mkono Rais William Ruto. Nitakupasha hapa New Media. Kumbuka kubonyeza subscribe button, like and share.